Naitwa Ferdinand Kabiemela, ni meneja wa shirika la Posta mkoa wa Dar es Salaam. Leo kwa namna ya pekee tuko hapa pamoja na umoja wa madereva mtandaoni tukizindua rasmi application janja ya Swiftpack, ambayo ni application inayomwezesha mwananchi kuomba usafiri aidha kwake yeye mwenyewe au kwa mzigo, lakini vile vile ni application ambayo tumekuja kuleta mapinduzi kwenye usafiri kwa sababu ni application inayokuwezesha kuchagua usafiri kuanzia pikipiki mpaka magari makubwa kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo kimfano unataka kuhama, unatoka zako Keko unahamia Gongo la Mboto, unafanya request, unapata usafiri wako, unaweza kuhama kutoka point moja kwenda point nyingine. Kwa hiyo leo mimi niko hapa kwa niaba ya Posta Master mkuu tukiunganisha nguvu sisi shirika la Posta na wenzetu wa Swiftpack, lakini vile vile na madereva wa mtandaoni ili kuhakikisha kwamba mwananchi anapata huduma ya usafiri kwa gharama nafuu, lakini vile vile usafiri wa uhakika. Kwa hiyo kupitia huduma hii ya Swiftpack, wananchi wanaweza kuipata kupitia application, kupitia simu zao janja. Either anayetumia Android ataipata kwenye Play Store, anayetumia iPhone ataipata kwenye App Store. Utadownload application yako na utaweza kutumia huduma mara moja. Uzuri wa huduma hii ni kwamba utaweza kuipata mahali popote ulipo ndani na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Ni muunganiko wa shirika la Posta pamoja na watu binafsi ambao kwa pamoja tunaunganisha nguvu zetu. Kuna mwingine ameleta ujuzi, sisi shirika la Posta tunaleta mtandao wa ofisi zetu ambazo zimesambaa nchi nzima. Kwa hiyo kwa pamoja tumeunganisha nguvu. Pale ambapo yule mtengenezaji wa application hii ya Swiftpack asingeweza kuwa ameweza kufika, basi sisi shirika la Posta tutamfikisha kwa kuhakikisha kwamba anapata mazingira mazuri, anapata ile legitimacy. Tunasema shirika la Posta kwa sababu ya kuwa taasisi ya serikali, kwa namna moja au nyingine inapata positive image mbele ya wananchi. Kwa hiyo yeyote ambaye anashirikiana na shirika la Posta ana nafasi ya kutumia reputation iliyonayo shirika la Posta basi kuweza kuwafikia wananchi kwa uharaka na kwa unafuu zaidi. Mpaka sasa hivi ambapo ndio mwanzo, tuna takriban madereva 6,000 mtandaoni ambao tayari wameshasajiliwa na wameshaanza kazi. Lakini huu ni mwanzo. Maana yake ni nini? Ni kwamba kama huu ni mwanzo, tumeanza na madereva 6,000, maana yake tutegemee ndani ya kipindi cha nusu mwaka au zaidi tutakuwa na namba aidha mara 2 au hata mara 3. Kwa hiyo tunategemea kwamba ndani ya mwaka mmoja tunaweza kuzidi hata madereva 20,000, ikimaanisha kwamba 20,000 nchi nzima. Marco David Mhagama kutoka kampuni ya Photon Technology ambaye nimeingia ubia na kampuni na shirika la Posta, shirika la kiserikali, ambapo tuna mfumo wetu ambao unaitwa Swiftpack. Mfumo huu umekuja chini ya shirika la Posta. Ni mfumo ambao serikali imeamua kuanzisha kwa ajili ya kuweza kurahisisha masuala ya usafiri wa mitandao, hasa kwa upande wa vifurushi, ambapo wote ni mashuhuda. Tumeona kwamba shirika la Posta muda mrefu lilikuwa likisafirisha vipeto au vifurushi na mizigo mbalimbali. Sasa limeamua kuweka kidigitali zaidi, kwamba mtu anaweza kusafirisha mzigo popote ulipo. Uko nyumbani, unataka mzigo kutoka Kariakoo, wewe unaingia kwenye mfumo wetu, sehemu ya delivery itakuuliza unataka kuchukua mzigo kutoka wapi au kwenda wapi. Ukishafika hapo unachagua, baada ya kuchagua utaangalia mzigo wako una ukubwa kiasi gani, utachagua aidha gari, aidha kirikuu au town hiace au fuso au lori, au muda mwingine unaweza kuchagua guta. Yote yako pale. Na mpaka sasa hivi tuna madereva sofa, mpaka sasa hivi madereva wa maguta na hizi sehemu za delivery, kwa mfano maguta, kirikuu, mafuso, mpaka sasa hivi tunapozungumza wako 2,300 ambao tayari wamesajili na tunaendelea kufanya usajili. Malengo mpaka mwisho wa mwaka huu wa mwezi wa 12 tuwe tumefikia kuanzia madereva 30,000 ambao wanafanya utaratibu wa kusafirisha mizigo. Naitwa Isa Swahibu, ni mwenyekiti wa umoja wa madereva mtandaoni. Chama hiki kimeanzishwa kwa sababu ya kukutana na changamoto na kero nyingi ambazo zilikuwa ni ngumu kushughulikiwa. Mwanzoni hapo tumeona kumekuwa na vyama vingi ambavyo ni vya vijiweni, lakini sisi watu wa mtandaoni tukawa hatuna mwakilishi. Kwa hiyo ndipo tulipojikusanya baada ya kuandamana mara nyingi sana, kama nyinyi ni mashahidi waandishi wa habari. Kumekuwa na maandamano na migomo hapa na pale juu ya hii mitandao ya online, kwa sababu kumekuwa na kufungiwa hovyo, lakini kuna makato makubwa, 25% ni nyingi sana kwenye kila trip moja unayofanya. Kwa hiyo tumeweza kuorganize na tukawa na chama, ndipo tulipoenda serikalini moja kwa moja. Serikali ikatushika mkono kupitia shirika la Posta. Tunaishukuru na tunaipongeza kwa kuanzisha hii application ya Swiftpack, ambayo tumeingia makubaliano ya mkataba ya makubaliano ya awali MOU, ambayo hakutokuwa na mabadiliko yoyote
bila kushirikisha madereva. Kwa hiyo maamuzi yatatoka shirika la Posta, Swiftpack pamoja na umoja wa madereva mtandaoni. Kitu pekee cha kushukuru ni kwamba application hii imekuwa na fursa nyingi ndani yake. Tumezoea hizi application za sasa zinakuwa na abiria peke yake, lakini hii ina mizigo, ina toyo, ina hizi kirikuu ndogo. Kwa hiyo hata ukiwa na roli lako unaweza ukaenda ukajisajili Swiftpack na ukaendelea kupata request na maombi mengi ya mizigo kwenda Mwanza, kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana ambayo binafsi tumeifurahia sisi kama madereva, na ndio maana tuko hapa, tumeipokea kwa mikono miwili. Swiftpack imeanza na kwa sasa haichaji. Kwa sasa haichukui commission, lakini mpaka itakapofikia hatua ya kuchukua makato ni 15% bila kubadilika. Kwa hiyo itakapotokea ikaongeza 17%, labda 14%, ni makubaliano aidha kupandisha au kushusha. Ni lazima tukubaliane kama shirika na umoja wa madereva ambao sisi ndio wajibikaji wakubwa, lakini lazima tuangalie na maslahi ya abiria. Kwa hiyo shirika hili lipo pande zote kwa sababu ni shirika la umma. Limeamua kusaidia madereva lakini pia na kusaidia abiria ambao ndio tunaowahudumia. Kwa hiyo gharama zake sio kubwa kwa abiria, lakini pia makato kwa dereva sio makubwa.